Bwana sawa, kama tulivyokuambia kwamba ugeni wetu upo na tayari upo hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza nao, na bado tunafanya muendelezo na Dr. Sheikh Abdurazak Amir, na hii ni kuhusiana na malezi. Karibu sana Dr. Asante sana, shukuru. Karibu sana. Labda tuambie leo tuko wapi, na bado tuko katika malezi bila shaka? Naam, bila shaka. Karibu sana. Salimia Tanzania wanakusikiliza na utuambie kile ambacho umetuletea leo. Kwa hakika ni mfululizo wa mazungumzo kuhusu malezi. Na lau kama tunakumbuka mara ya mwisho tulisema malezi ni elimu, ni sayansi. Malezi yanahitajia mbinu, ni fani, na kuna haja ya walezi kufahamu zile mbinu, kwa sababu wasipofahamu matokeo yake ni kwamba tutazalisha watu ambao hawajakamilika kimalezi. Na tatizo litakuwa ndo hilo ambalo tunapata sasa hivi, sio tu katika jamii yetu ya Waafrika lakini kimataifa. Na katika mambo ya msingi tuliosema ni kwamba huwezi kuzungumza kuhusu malezi bila kuzungumzia maadili. Kwa sababu malezi ni kujaribu kupachika maadili kwa mwanadamu. Kuanzia tangu akiwa mtoto mdogo, ili awe mwanadamu yule ambaye amekusudiwa. Sisi kwa upande wa watu wa dini wa Kristo na Waislamu na wengine wanasema yule mwanadamu aliyokusudiwa na Mungu, awe mwanadamu aliyekamilika kimaadili na kitabia. Lakini hata jamii ambazo hazieki dini hizi za mbinguni mbele, pia tuna zile common values, maadili ya jumla ya mwanadamu. Kwa hivyo tunapigania maadili kwa ujumla. Kwa hivyo tuko katika mtiririko huo, na ni mambo ambayo yanahitajia muda mrefu sana kuzungumzwa, kwa sababu yana mengi yaliyosemwa katika hayo. Naam. Okay, tukiangalia kwa nini sasa tunajadili hili swala la malezi? Naam. Sasa labda kwa nini tunajadili kuhusu malezi, tutahitajia pia muda mrefu kujibu kwa nini. Lakini nukta ya kwanza tu ni kwamba kwa kuwa mwanadamu ametukuzwa, amepewa heshima, ni kiumbe bora, ni kiumbe ambaye hawezi kulinganishwa na viumbe wengine wote, ndege, wadudu, wanyama na vingine. Na yeye kwa hakika ndio mtawala wa dunia. Ndio anaendesha vyote hivi. Ana akili timamu, anapangilia mambo, na sote tunakubaliana kwamba ni kiumbe bora. Lakini ule ubora wa mwanadamu hauwezi kuendelea kuwa upo kwa sababu tu yeye ni mwanadamu. Hapana. Utaendelea kuwepo ikiwa atapata malezi. Kwa mwanadamu ni kiumbe bora, kiumbe aliyetukuzwa, na ukweli unaonyesha hivyo. Lakini haitoshi kuwa kwa kuwa ni kiumbe bora atakuwa kweli bora. Kumaintain ubora ni kwa kupata malezi. Kwa sababu mwanadamu hubadilika akawa mbaya kuliko mnyama, akafanya ukatili kuliko mnyama, akawa ni tishio kuliko mnyama. Mara nyingine ni bora aingie simba nyumbani kwako kuliko aingie yeye usiku. Kwa hivyo mwanadamu kama hatopata malezi anakuwa chini kuliko mnyama. Lakini akipata malezi ndio ile heshima yake kama mwanadamu inaendelea kuwepo. Ndio maana tukasema mara ya mwisho kwamba kuna kitu kinachoitwa mtu na utu. Binadamu na ubinadamu. Kwa kuwa tuwe ni mwanadamu au ni mtu, hauwezi kuwa na utu mpaka upate malezi. Kwa kuwa ni mwanadamu, huwezi kuwa na ubinadamu mpaka upate malezi. Kwa hivyo kwa nini tusome kuhusu malezi? Kwa sababu tunataka mwanadamu awe na ubinadamu, mtu awe na utu, na hawezi kuvipata vyote hivyo kama hatakuwa na malezi. Sasa wanyama hawana malezi. Na sisi hatulei wanyama. Sana tunafuga. Kuna tofauti hapo? Tofauti ipo, kwa sababu kikubwa sana unachokijali wewe kwa mnyama ni umbo lake. Unajali kula kwake, kunywa kwake, mahala atakapokaa, mara nyingine usafi wa mazingira yale. Na ndio maana tunasema mara nyingine kuna wanadamu ambao hawalei, wanafuga. Unamwacha mtoto wa kazi pale anakuangalizia mwanao, ukirudi unaulizia vitu ambavyo ni vya kawaida kabisa. Alikula mtoto? Alikula. Ndio. Alilala. Ulimuogesha? Ulimuogesha. Umetosheka. Sasa huo ni ufugaji. Kwa hivyo mwanadamu ana vitu vingi sana anavyohitajia. Malezi hayahusishi mwili tu, yanahusisha akili. Ndio zile athari za kisaikolojia katika malezi.
yanahusisha kujenga upande mwingine ambao Kiswahili fasihi wanaita dhamiri yake. Sio dhamira. Dhamira ni makusudio. Dhamiri ni ile sifa ya mwanadamu iliyokuwa ndani, ambayo mara zote ni hakimu, haisemi uongo. Hata kama wewe ukisema uongo inakuambia lakini hapo umedanganya. Hiyo ndio inaitwa dhamiri. Kwa hiyo ni kitu kiko ndani ya mwanadamu. Mjengo wa mwanadamu sio umbo tu. Kwa hiyo malezi hayahusu umbo lake tu. Linahusu akili yake, dhamiri yake, nafsi yake. Na ndio maana tutakuja kuona matatizo mengi ya kisaikolojia ambayo yanahusu malezi. Ndio maana wataalamu tutakuja kuona kwa wamezungumza ile conscious mind na subconscious mind yake. Tutakuja kuielezea nini tofauti. Huwezi kuzungumza vitu hivi kwa mnyama kwamba kiasi gani anaweza kuathirika kisaikolojia kinini, hapana. Na ndio maana utaona hata Waswahili kuna maneno yanayotumika kwa wanyama na kuna maneno yanayotumika kwa binadamu. Kuzaa panatumika sana kwa mnyama na kujifungua kwa mwanadamu. Na mengine mengi ambayo yanataka kutofautisha kwamba viumbe hivi viko tofauti. Sasa sisi wanadamu, ili kumaintain heshima zetu, lazima tuzungumze, tuyajue malezi. Kwa sababu ndio atakukufanya uwe mkarimu, mpole, mwenye huruma, na vyote hivi ambavyo vinamnyanyua mwanadamu, vinampa ile heshima. Hii ni nukta ya kwanza. Nukta ya pili, kwa nini tunajifunza kuhusu malezi? Na hili ni muhimu sana. Ni kwa sababu ya kuhakikisha furaha ya mwanadamu inaendelea kuwepo. Kidogo tusaidie kitu kimoja. Wakati wa mazungumzo, kwa sababu pia tunajifunza Kiswahili. Kuna neno unatumia mwanadamu, lakini ukijaribu kuangalia asilimia kubwa sisi tunatumia neno binadamu. Kuna tofauti wote? Hakuna tofauti, kwa sababu haya maneno ni maneno mawili yaliyopandikizwa likawa neno moja. Okay. Kwa hiyo mwana ni mtoto Kiswahili. Na bin huwa ni wewe, ubini wako nani? Mimi ubini wangu mimi ni Semio Sonyo. Kwa hivyo ubini yani ni kunasibishwa na mzazi wako. Kwa hivyo sisi wote ni watoto wa Adamu. Kwa hiyo unasema binadamu yani ni bin Adamu. Mwanadamu ni mwana wa Adamu. Okay. Kwa hiyo yote ni sawa. Sawa. Mwanadamu, binadamu ni huyo. Kwa hiyo tunanasibishwa na Adam. Sawa. Tuendelee. Asante. Sasa kuna hili linahitaji ufafanuzi kidogo na kusikilizwa kwa makini. Malezi yanahusu kitu kinachoitwa happiness ya mwanadamu. Furaha ya mwanadamu. Na hili ni tatizo kubwa duniani sasa hivi. Watu walikuwa wanazungumza maendeleo. Wanayapima maendeleo kwa vigezo vya kiuchumi. Wakagundua kwamba hapana, maendeleo lazima yawe na vipimo vingi sana. Kwa sababu hakuna maana ya kuwa na maendeleo ya kiuchumi alafu watu wakawa hawana furaha. Maendeleo lazima yahusishe vitu vingi. Sasa miongoni mwa vitu vilivyowekwa ni furaha. Mpaka kuna siku ya furaha duniani. Na kuna index ya kupima furaha. Sasa furaha ni moja katika matokeo ya malezi. Kwa sababu kinyume cha kutokuwa na furaha ni nini? Ni kuwa na hali fulani ya kukata tamaa na maisha. Hata kile kitu ambacho mwingine anaweza kufurahia, wewe hakikupi furaha. Kitu ambacho mwingine anaweza kupata furaha, wewe hupati. Na matokeo yake ni kufikia duniani watu wanaojinyonga kwa kukata tamaa na maisha. Na ukichunguza kwa undani utakuta ni swala la kimalezi. Mtu hajaridhika na anachokipata. Mtu ana kitu kinachoitwa inferiority complex. Anahisi uduni mbele ya watu. Kwa mfano, mtu mwingine hawezi kustahimili kudhalilishwa, kunyongeshwa, kuwa anaonekana kwamba hakubaliwi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana, lakini kuna kitu kinachoitwa maradhi ya afya ya akili, yani kukosa afya ya akili. Ile inamfanya mtu akose furaha katika maisha na akate tamaa. Na kuna orodha nyingi sana ya maradhi hayo, wataalamu wanatueleza. Ndio hayo mnasema kama vile depression, yani msongo wa mawazo. Stress, msongo wa mawazo. Depression ni sonona. Na
sonona ni highest stage ya hiyo depression. Okay. Na kuna maradhi kama vile anxiety, kuwa na wasiwasi mwingi, kukosa raha, anaogopa future. Kujiamini. Hivi kujiamini pia ni maradhi Ni kutokujiamini kisaikolojia. Okay. Na utaliona namna gani mzazi analitengeneza kwa mtoto. Okay. Na hasa mtoto anapokuwa rejected, anakosa confidence. Sasa mtu anapokuwa haridhiki, mtu anapokuwa na wasiwasi mwingi, na kuna mwingine anaitwa bipolar, mtu anakuwa na personality mbili, yani anaweza kulisema jambo wakati ule akalikanusha, hamna kinachomfaa. Hata akihamia nyumba, akikaa baada ya wiki 2-3 anaona kama vile hii nyumba mbona sio, anatafuta nyingine. Nguo akinani, na watoto wa kike wana matezo haya. Anaweza kununua nguo ghali, akipata mtu akamwambia bana, lakini mbona sio nzuri, akauza hata bei rahisi atafute nyingine. Haikupendezi. Akisafiri anataka kwenda Dar es Salaam, akifika tu siku hiyo hiyo anafikiria kurudi, anachoka tu mara moja. Hii inaitwa bipolar. Sasa haya maradhi mengi sana, lakini tunachotaka kusema ni kwamba tangu mwanzo, unajua takwimu za WHO zinaonyesha kwamba katika kila watoto 7 mmoja ana tatizo, ana moja ya matatizo matatu ya ukosefu wa afya ya akili. Ima ana depression au anxiety ambayo ni maradhi ya wasiwasi, kwani kule wanaita maradhi ya wasiwasi, au behavioral disorder, matatizo ya kitabia. Na tutayaona ya kitabia. Sasa katika kila watoto 7 mmoja katika hao 7 ana tatizo hilo. Mtu anaweza asiamini kwamba mtoto anaweza kupata na depression. Na kweli watoto wanajiua. Na ni kwa kuwa pale nyumbani namna alivyolelewa, anakata tamaa na maisha. Anafikia mahala yule mtoto anaweza kuona kwamba bora niondoke. Sasa hili linaonyesha kwamba ni tatizo kubwa, kwa sababu katika sisi watu wazima, katika kila watu 20 kuna mtu mmoja, kwa takwimu za kimataifa, kuna mtu mmoja ana matatizo ya ukosefu wa afya ya akili. Katika kila watu 20. Na wengi hatujijui, lakini tuna tatizo hilo la kukosa afya ya akili. Sasa watoto namna wanavyolelewa, wanaweza kuinukia akawa ni mtoto ambaye ni mnyonge maisha yake yote, akakata tamaa na maisha, akawa hajiamini, akawa hata mbele ya watu hawezi kuzungumza. Na yale maradhi yana subra sana, yanaweza kukaa miaka 20 ndio akaja kuibuka, mtu kamwona amechanganyikiwa kabisa. Lakini mwanzoni panakuwa na symptoms ndogo ndogo. Sehemu kubwa ni inatokana na malezi, treatment ya mtoto. Sasa sitaki kuyatangulia mambo kabla ya wakati wake, lakini japo inatamanisha kuweza kutaka kuyajua. Naweza kukupa tu mfano, kwa sababu linahitaji liwe ni somo kamili. Sasa katika mbinu sasa zile, mtoto kwa mfano alikuwa rejected, ni yule mtoto ambaye kila anachokifanya hakuna appreciation kwa maana kutambua, kumpongeza. Kwa mfano mtoto mdogo, sisi sote tumezoea majumbani, akichukua glasi kwenye kabati na nyie mko sebuleni, kila mmoja atanyanyuka haraka kwenda kumpokonya, mpaka yeye mwenyewe anaweza kuogopa kwamba nini, kwa sababu hatuamini kwamba ataileta salama. Na yule mtoto ukimsifu kwamba akuletee, ukamsifu kwamba anaweza, unajua kitu gani atafanya? Ataibeba sahani, atakuletea, atageuka kwenda kuleta nyingine, kwa sababu umemuonyesha kama vile asante, nipe, atakwenda kuleta nyingine. Confidence ya mtoto inajengwa mazingira hayo. Hata kama hajafagia vizuri, lazima uonyeshe, umsifu. Hata kama ametoka shuleni amepata 70, 60, amepata 60, amekuwa mtu wa 7, huwezi kumwambia we mjinga bwana, we mjinga sana. Watoto wengine wanakuwa wa kwanza, lakini jitoto langu la ovyo kabisa hili. Unamfanya, ndo tutazungumza subconscious mind, ambayo inatengeneza mafile kule. Na ni muhimu sana ifahamike. Subconscious mind ina power kuliko conscious mind, na ina accumulate files nyingi, na inakuja kucontrol conscious mind. Na wakati wake tutawapigia mifano, mtaelewa nyote, mtaelewa sote. Tabia subconscious mind ni kupokea bila kuchuja. Inapokea bila kuchuja. Alafu bahati mbaya sana katika tabia yake, kitu kikaririwa sana, inakichukua. Haitofautishi baina ya imagination na reality.
hata kama ni kitu cha kuigiza kwenye sinema, inakichukua kama reality, haikichukui kama kitu cha kuigiza cha kubuni. Hiyo ni subconscious mind. Na tuweke pause kidogo tunapokwenda, alafu nielezee kidogo, nitoe mfano afu tutakuja kuona kwa baadaye. Kwa mfano, mimi najua wewe Semio na wengine pekine naendesha magari. Ulipokuwa umeanza kuendesha gari, wakati ule ulitumia conscious mind. Okay. Sifa ya conscious mind ni kufocus na kuwa makini. Ushaelewa? Ulikuwa makini sana, na hata mtu angekusalimia barabarani hugeuzi uso. Kabisa. Na ule uskani umeushika kwa nguvu. Na uko katika hali ya ukakamavu fulani. Kwa sababu moja katika sifa za matumizi ya conscious mind ni kufocus. Okay. Makini. Kwa hivyo kugeuka kwako, huwezi kuvuta sigara unaendesha, wala huwezi kusikiliza simu au kutuma message unaendesha, kwa sababu ya ile focusing. Wakati ule unatengeneza file. Mpaka ukishalitengeneza kwa kukariri mara kwa mara, lile file unalitupa kwenye conscious mind, subconscious mind. Sasa utalifanya bila kuzingatia, bila kufocus. Sasa wakati ule hutafuti pedal chini, utatuma message unaendesha gari, unafanya vituko vyote, mazoea pale. Sasa hili ni inaofanya kazi ni subconscious mind. Conscious mind ishatulia, haina kazi tena. Na tabia ya subconscious mind ni jinga, lakini ina control conscious mind. Na mfano huu katika vitu vingi sana tunaovifanya. Mtu anifundishwa kuswali, sisi Waislamu, atakuwa makini, lakini baada hapo anaswali huko anafikiria kila kitu kasoro swala, na hakosei. Na huwezi kuamini kwamba hata kula kwetu, ule mkono umezoea, hauendi juu hauendi chini, unakuja direct, hakuna kipimo. Ni ile subconscious mind inafanya kazi. Ushaona? Kwa hiyo ni vitu vingi sana ambavyo unaweza kupigiwa mfano. Sasa mtoto mwanzoni anajifunza vipi lugha? Wala hakumbuki. Lakini anasikiliza, anaona watu wanazungumza, anaona midomo inavyocheza nini. Baada ya muda lugha ile anazungumza. Kwa hivyo ungemchukua watoto mapacha, ungewachukua mmoja ukampeleka China, ana mwaka mmoja akalelewa kule, na mwingine akalelewa hapa. Yule akirudi atakuwa Mchina totally. Hata akijifunza Kiswahili atakuwa ni Mchina anajifunza Kiswahili. Japo mtoto yule ni Mwasu, unajua watu wanaita Wapare, hamna Mpare, kuna Mwasu, kuna Mchaga, kuna nani, ushano. Lakini kwa sababu ya kile atakachokichukua akaweka kwenye mafaili yake, baadaye kikija kinakuja kama kilivyokuwa. Sasa mtoto anapolelewa ni seti tupu, haina memba. Kazi kubwa ya wazazi ni kutia mafaili kwenye subconscious mind yake. Yakitoka kule, conscious mind haina kazi. Kwa hiyo mtoto ana conscious mind? Anavyo vyote. Okay. Of course ubongo wa mtoto unaendelea kukua mpaka miaka 10, na wengine wanasema mpaka 20, na bado unakuwa. Lakini anapozaliwa yeye, wataalamu wengine wanasema ni kama shamba. Chochote utachokipanda kitamea. Ukipanda bangi itamea, ukipanda maharagwe yatamea. Wakati ule ni wakati wa accumulate mambo, anayatia katika subconscious mind yake. Kisha baada ya pale anakuja kuinfluence behavior zake. Kwa hivyo tizama sana unatia nini kwenye subconscious mind ya mtoto wako. Kwa sababu baada ya pale kitakachofuata atakuja tu anayatoa yale na kuyabwaga. Ushaona? Kwa hiyo chombo huvuja kilichokuwa ndani yake. Hawezi kuvuja kitu tofauti. Ushaona? Sasa katika haya mambo ya maradhi ya afya ya akili, mtoto anapokuwa treated kama vile huwezi, maana kila anachokifanya anaambiwa kwamba sicho. Kila anachokifanya anaonyeshwa kwamba huja perform vizuri. Kukemewa huingia katika bongo lake kwamba hawezi. Akizungumza mbele watu, wewe watu wazima wakizungumza na wewe nyamaza. Wewe unazungumza kama nani? Anahisi kwamba mimi siwezi kuzungumza. Akiosha vyombo anakuambia, wewe angalia vyombo unaosha namna gani, angalia mjinga wewe. Kama ni wa kike mdogo anamwambia, wewe ukiolewa wewe utaachika tu mara moja. Akipika chakula anajadiliwa. Hakuna kuappreciate kwamba amekifanya vizuri. Yakikaririwa yale, huenda mpaka yakawa sasa ni imani yake kwamba mimi siwezi.
Matokeo yake ni mtu mzima anakuwa mnafanya mkutano mkubwa katika holi, ana maoni, mjadala unaendelea pale na yeye ana maoni yake, lakini anatokwa na jasho kwamba ninyooshe mkono sinyoshe mkono. Mtaonekanaje? Siwezi nikisema hawezi kunicrash hao jamaa. Sababu amezoea kucrash. Amekulia hivyo. Mara nyingine humwambia mwenzake jirani, mimi nilikuwa naona hivi, anamwambia maoni mazuri sema bwana. Jamaa wanaweza kupinga. Shaona. Lakini yule mtoto tangu zamani wazazi wanazungumza naye kama mtu mzima. Na akisema na yeye anasema na nini, hasa na mimi nasema wazi, fanya experience tajriba yako. Fanya tajriba, manake ni ile experience. Fanya hilo baina ya watoto na malezi ya pwani na huku kwetu. Mtoto wa pwani anaweza kuzungumza na watu wazima wasimcrash. Na wanamsikiliza na yani utani upo hata kama ni baba. Huku kwetu kina Wachaga, kina Wasu, hawa wa Masai na nini, mtoto wanamwandamaina. Hawezi kutoa mawazo na maoni mbele ya watu wazima akasikilizwa. Bali akikana watu wazima wanaambia ondoka hapa. Ukiona watu wazima ondoka. Shaona. Kwa hivyo huyu mtoto ambaye kitaalamu wanasema rejected, aliyokatalika, hana analolifanya likapokelewa. Maoni yake ni ya kipuuzi. Mimi nakupa mfano tu. Mimi na wewe tuna tabia kwamba ukiingia sokoni, hata nguo za sikukuu sio chaguo la mtoto, ni wewe ndio unaichagua. Kabisa. Na wakati mtoto ana vionjo vyake. Ana vionjo vyake, kwamba suruali hii anaipenda kwa sababu ndio wanasifiana kule, hii ndio yenyewe. Lakini wewe uoni wako mwingine, unamwambia hii ndio suruali sawa sawa. Viatu, kuna viatu viko kichwani yeye. Wewe unataka umpe viatu vyako wewe. Na unaamini hivi ndio vizuri. Na inawezekana kweli. Lakini baina ya watoto wanavipokeaje? Wewe huna testi yao wewe. Wala huijui. Shawn. Kwa hiyo sisi sote tunachagua mpaka nguo za watoto. Anaweza kuingia anataka begi la shule rangi ile, lakini wewe mzazi ndio unaisema. Wala humpi nafasi ya kusema. Nakupa mfano mwingine. Wewe pale nyumbani chakula, lini mnamuuliza mtoto leo tule nini? Sio lazima kila anachokisema kiliwe kweli. Lakini hata kwa wiki mara moja. Japo binafsi mimi natoa hiyo room sana. Sasa ni wachache, sio? Ni wachache kwamba kweli mzee hali chips na nini, lakini leo watoto wanataka chips. Kwa hiyo kusikiliza maoni yale ya kwamba wanataka nini, ni kuwapa nafasi ya kwamba wao wana maoni ya kusema pia wakasikilizwa. Akikulia vile mpaka akawa mtu mzima, yule atakuwa na confidence. Anajua kwamba na yeye pia maoni yake yanaweza kuwa sahihi. Sio kwamba hajui. Sasa hivi vinatengeneza mazingira hayo ya kuhisi uduni. Nataka kusema kuna jambo mbili hapo. Kuna madhara ambayo yanaweza akatokea kama mzazi akiwa anamsifia kupitiliza mtoto wake. Na jingine kwenye hayo malezi, kuna madhara ambayo yanaweza akatokea ya mtoto akawa tegemezi kwenye maisha yake yote. Tunaona kwenye ndoa huku kuna watu wanalalamika kwamba kijana hawezi kufanya maamuzi mpaka ampigie mama. Asante. Kwanza, kila kitu kinahitaji ukati na kati, wanasema moderation. Moderation ni kitu muhimu sana. Kuwa na kiasi katika kila kitu. Hata kama ni kizuri kiasi gani. Kula usile vya kupitiliza. Na hata sisi katika dini tunasema hata ukitoa usitoe ukapitiliza, wala usinyime kabisa. Kwa hivyo kila kitu kinahitaji kiwe na, kwa lugha nyingine, balancing. Na dunia yote bila balancing hakuna. Shawn. Kwa hivyo ukimpenda mtoto ukapitiliza ni kosa. Ukionyesha chuki, mapenzi hayaonekani ni kosa. Lazima ubalance. Kwa hivyo hilo ni kweli, madhara yapo. Alafu kutengeneza aina ya watoto ambao ni tegemezi. Hili nalo ni tatizo. Ni tatizo kubwa. Natoa mfano tu, alafu huko mbeleni tutakuja kuona linaingia katika mlango gani katika milango tutakayojadili. Kwa mfano, hao wanaoitwa sasa hivi watoto wa gari za njano hizi za kwenda shule. Sisi tumesoma, ukienda shule unabeba kopo la maji, unabeba ufagio, na mara nyingine unabeba gunia la nini, kudekia, unabeba jembe, na mengine hata mbegu za kwenda kupanda msimu wa kupanda. Na watu wanadhani elimu ni darasani tu. Ile ilikuwa ni elimu kubwa sana. Ilikuwa ni elimu kwa sababu elimu inakuandaa kwa ajili ya maisha. Mtoto anayesoma shule za sasa hivi hizi akishtaki nyumbani kwamba nilideki darasa,
mzazi atapiga simu. Sisi tunawalipeni pesa alafu mnawafanya watoto wetu wadeki. Shana. Huyu mtoto ni bwanyenye ambaye akikaa kwenye gari analala mpaka anko amwamshe kwamba tumefika shule. Na kirudi pia amelala. Sisi tuko tunakwenda mchaka. Mtakimbia mpaka mkiingia darasani, darasa linanuka jasho. Lakini watu wamechangamka na wanajifunza maisha. Huyu mtoto pia pale nyumbani kuna zile nguo ndogo ndogo, ni mtoto ana miaka 7, 8, 9. Hata nguo ndogo zile za mwisho, zile za mwanzo kuvaa na vitu kama soksi pia hafui, kwa sababu akifua anagombezwa dada wa kazi kwamba wewe tunakulipa alafu mtoto afue. Akikulia vile, huyu atakuja kupata tabu ya maisha sana. Nikupe mfano mwingine. Mtoto ambaye akitoka shule akifika nyumbani, akichelewa kwanza wenzake wanampunja chakula. Kile chakula tu kile cha nyumbani. Kwa hiyo lazima aje mbio hakikisha naye anawahi kula. Na mtoto ambaye anayebembelezwa nitakuchapa maliza hicho chakula. Ni watoto tofauti. Ushaelewa? Kuchapa maliza hicho chakula. Sasa huyu ambaye anatakiwa awahi ili aweze kupata portion yake na wenzake, akiwa na kitumbua chake akatoka nje, wenzake wakamnyang'anya, huwa hawamnyang'anyi, wananyang'anyana. Kitapokutika, lakini kila mtu atachukua chake. Na akishanyang'anywa wakanyang'anyana, hana wa kwenda kushtaki. Ndio hadithi imekwisha. Kwa lugha nyingine anapambana. Yule ambaye anabembelezwa kula, akitoka na kitumbua nje, akiporwa anaporwa kweli. Na hapigani, hurudi nyumbani kudai kingine. Kisha akapewa badala ya kile. Hii tafsiri yake ni nini? Huyu amejifunza kupambana tangu mwanzo. Huyu hajajifunza kupambana. Hao ukiwabwaga katika maisha, huyu ni rahisi sana kupatwa na stress na kupatwa na depression. Akipata changamoto za maisha ambazo hajazoea, alikuwa akibembelezwa, anaweza kuugua. Kwa sababu anataka maisha yale laini. Alafu amefikia mahala sasa unagombezwa na manager, unagombezwa na bosi, unapelekwa mbio, unafanywa hivi na hivi. Yale yatamchanganya sana. Kwa hivyo ndio maana wataalamu wa kisaikolojia sasa hawaiti mambo hayo ni matatizo, wanaita changamoto zinakuchangamsha kuweza kukabiliana na maisha. Kwa sababu hata dhahabu lazima ipite kwenye moto ichuje iwe safi. Kwa hivyo hilo ni kweli kwamba tunaandaa watoto ambao hawawezi kupambana na maisha, hawawezi kustahamili. Na wanataka zile white collar job. Nataka kae tu ofisini akae hivi afanye mambo yaende smooth tu. Kwa hilo ni tatizo. Sasa turudi katika hili la kuwa na furaha. Furaha ni tabia. Ukiwa na tabia ya kuridhika, inakupa furaha. Na ni sifa kubwa sana hii ambayo tunakosa. Ukiwa na tabia, ukiwa rejected ukakulia mazingira yale, utaishi katika hali ngumu sana, utapata maradhi ya kukosa afya ya akili. Na watoto wetu wengi, kwa masikitiko sana, sio kwamba wanafanywa hivyo na mama kambo tu. Wanafanywa na kina mama wale wazaa. Katika mazingira magumu sana. Mtoto, tutakuja kuona kitu kwa mfano, comparison ni katika sifa mbaya sana katika malezi. Kulinganisha. Wewe mtoto langu lijinga, angalia watoto wengine wanavyofanya. Na hii comparison hata baina ya mume na mke ni kitu kibaya sana katika kutengeneza relationship na kumuandamaini mtu. Unapokuwa na mkeo au mwanamke anapokuwa na mume wake, ikawa yeye katika mazungumzo yake ni kufanya comparison, ni kitu kibaya bwana. Wenzangu wameoa bwana, sio mke kama wewe, wake wengine wanajua kupika bwana. Haumjengi mke. Shana. Au mke aingie ndani anasema bwana ameenda kutembelea kwa mwenzake tu akakuta kwamba kuna pamependeza sebule, kuna makochi mazuri, kuna pazia zimebadilishwa. Akirudi ananuna. Si tumekaa tu na mapazia hayo bwana kama zimekuwa kama uniform bwana za shule, hatubadilishi bwana. Wenzetu wengine hivi na hivi na hivi. Comparison. Na ndio tunawaambia watoto wa kike mara nyingi sana, usimsifu hata mume wako mambo mengine ya ndani mbele ya wengine, kwa sababu wao wakifika kule wanajipima, alafu baadaye unamwaridhi. Kiswahili wanasema unamwaridhi, yani unamtangaza hadharani kwamba ni bidhaa muhimu, alafu kesho ukinyang'anywa usije ukalalamika, sio kwa sababu umefanya advertisement. Kwa hiyo comparison kwa watoto ni kitu kibaya sana, hata sio tu na watoto wa jirani, hata baina yao. Sisi katika Qur'ani, nadhani hata wasiokuwa Waislamu, kuna kisa cha Yusuf. Yeye alikuwa na ndugu zake, na baba yao ni Yakobo mnaoita.
na wale watoto walimchukia ya Yusuf. Wakamfanyia vile vitimbi vyote vile walimfanyia. Kwa sababu ukionyesha hata mapenzi zaidi kwa mtoto mmoja, reaction yake watamchukia wenzake. Ukifanya comparison ya watoto kwamba ukasema wewe nyie kwa nini hamwi kama mwenzenu huyu, angalieni mwenzenu hivi na hivi, chuki inahamia kwa yule. Kwa sababu yule ndio anayewachonjea kwa tabia zake. Kwa hiyo comparison si nzuri, haimjengi mtoto, inatengeneza hiyo inferiority complex, kufeel uduni. Na hatuko katika kuzungumzia media, lakini tutakuja kuona baada ya kumaliza haya yote, pengine hata kipindi cha 10 tutakuja kuona mchango wa media katika malezi. Na mtaona vitu vya ajabu sana, kwa sababu nadokeza tu hapa, kwa sababu moja katika athari mbaya zinazotengeneza ile hisia za uduni ni mitandao. Unapokwenda kwenye TikTok, hata watu wazima, kila unachokiona kimependeza. Unaona? Jamaa amekwenda Grand Melia pale, akala kwa bahati tukaalikwa tu, akala vyakula vya pale na akapiga picha, anazitupa. Mwingine kapiga picha yake, amependeza, yuko mahala pazuri, anaweka pale. Kila unapotizama unaona ulobaki wewe tu. Watu wote wanapendeza, wanakwenda maeneo mazuri, unaona. Wakati yule kwa mwaka amepata fursa mara moja, tena alialikwa tu. Kwa hivyo kila unachokiona, kila mmoja amekula vitu vyake vizuri, anaweka pale. Na watoto pia wanapoona katika ma TV yale maeneo ya michezo, sijui baga, pizza, sijui kuna majina ya kisasa nini tena, vyote hivi, anaona watoto wanacheza, wanakula, yeye anaona kama tulobaki sisi tu. Subconscious mind yake inamwambia watu huenda kule. Wakati watu wamekwenda miaka 7 iliyopita ndio wanaona, na ilikuwa mara moja tu, lakini kinakaririwa kila nakiona. Inatengeneza katika subconscious mind ile hali ya kufeel uduni, na kwamba hauko katika standard ya wengine. Na si hilo tu, hata watoto wa kike siku hizi, sisi wanaume tukisema foundation katika tunaelewa kwamba nataka jamaa anajenga huyu bwana foundation, lakini wanawake foundation iko usoni. Ana foundation na kingine, yani yeye uso wake anaofinyanga kisawa sawa. Sasa hivi sio ile tu, sasa akija kwenye simu pia kuna filter inamuongezea pia. Sasa mwanamke anatizama anasema kapendeza, anavutia, yeye tu ndo hajapendeza. Kumbe yule kajaza vitu vyote alivyojaza, na simu ikamsaidia pia. Kwa hiyo utaona kila mmoja anajaribu kuonekana mzuri, na anaona kama yeye mbona sie. Kumbe yule hata alikuwa kwenye simu ukikutana naye wala sie. Kabisa. Wala hawafanani. Kabisa. Na ndugu zangu wanapataga shida sana. Kwamba anajua amepata mchumba, akija kukutana naye ni anakimbia. Sasa uduni yule, kufeel uduni kwamba wewe uko chini. Hii pia inachangia kiasi fulani, na kuona watu wako katika classic life. Mtoto anaweza kusumbua pale nyumbani na si tutoke, kwa sababu kila siku anaona michezo ya bembea tu, na watoto wanatoka, wanakula burger, wanakula chips, wanakula pizza, wanakula nini. Ndo maisha ya kawaida. Ndio maisha, kumbe si kweli. Ni vitu vilivyofanywa makusudi ili ni kama entertainment au whatever. Na tutakuja kuona katika media ambayo ni fani yenu. Kwa hivyo mtoto akihisi hali kama ile anakuwa mnyonge, na tumetoa mifano hiyo ya kutosha. Lakini furaha inapatikana vipi? Mtaniambia ikiwa baki dakika chache ili tusimame. Kwa sababu muda si rafiki, muda umeshana. Labda hiyo furaha inapatikana vipi? Naomba tuje tuianzie kesho. Naomba daktari umsaidie huyu mtu. Ana watoto wawili mathalan. Mmoja ni yule ambaye anashika nafasi ya kwanza, ambaye wazazi wanamsifia kwa kushika nafasi ya kwanza. Lakini mtoto wa pili, yeye ni yule anakuwa wa mwisho darasani. Asante. Na mfano mzuri sana huwaambia watu kwamba yule mtoto asikemewe. Hayo ndio malezi jamaa, na mtagundua kwamba tumeharibiwa sana. Asikemewe. Tambua kwamba anaweza, na muonyeshe kwamba anaweza, kwamba wewe mimi nakujua, ukiamua unaweza. Umekuwa nafasi hii, unaweza kupanda, na mimi naamini fika, ukitaka wewe unaweza. Muonyeshe kwamba anaweza. Hakuna namna yoyote ile ya kumtengeneza bila kutambua uwezo wake. Ukimuonyesha unatambua uwezo wake, atapanda. Kwa sababu hata ukimpiga, ukimkemea, sio solution. Hata kidogo. Ndio maana nasema in science tutakuja kutayaona mambo, kwa sababu wakati tunafundisha vitu kama hivi, kuna watu wanasema kwamba bwana sisi tulipigwa sana. Ndio maana sasa hivi tuko kisawa. Si kweli.
Si kweli. Wala hatukujengwa. Inaweza karandana na huyu mtoto mmoja yeye ni kikojozi kitandani na mmoja sio kikojozi. Na umesema kitu kizuri sana. Kabla sijalijibu niseme kitu kimoja. Katika kosa kubwa katika malezi tulokuwa nayo, namba 1, tabia yetu katika malezi ya mtu kikojozi. Hakuna mtoto anayekojoa kwa makusudi. Ushaelewa? Mara nyingine unamnyima chai, wewe usinywe chai usiku, wewe unakojoa kitandani. Wewe juisi hapana wewe, kwa sababu unakojoa kitandani. Na pamoja na hivyo anakojoa. Na wengi unaoona watu wazima, swala la kukojoa kitandani sote tumekojoa. Tofauti yetu ni kwamba mwingine alichelewa kuacha na mwingine alitangulia. Lakini hakuna ambaye hakojoa kitandani. Kwa hiyo hapa issue ni kuwahi na kuchelewa kuacha. Sasa anayekojoa kitandani hakojoi kwa makusudi. Kwa hiyo unapomwadhibu unakosea. Akiamka tu ikashaloa. Nadhani tumeelewana hilo. Pili, tuna tabia kimalezi tulikuwa tukimtoa nje mara nyingine hata na virago vyake. Kikojozi, kakojoa. Hakuna kitu kibaya kama hicho. Tuchukulie mfano leo ni mbunge, ni waziri. Alafu akutane na wewe mlikuwa mkiimba vile. Anafikiria vipi? Kwa hivyo kumwaibisha kwa watu, unamvua nguo, unamnyima ile confidence, kuona yeye ni mtu duni anatofautiana na wengine. Sasa mimi ninachotaka kusema katika kukojoa kitandani, hakuna mtoto anayekojoa makusudi. Kwa hivyo kama mwanao anakojoa, tafuta tatizo ni nini. Kuna hata makabila mengine yana dawa za kwamba mtoto anayekojoa kitandani atumie kitu fulani kwa sababu hakojoi kwa makusudi. Kwa hiyo usitumie fursa ile kumwaibisha. Kama vile ambavyo kuna mzazi mwingine wakiingia wageni ndio wakati wa kukemea mtoto. Huyu mwanangu kanishinda bwana. Kila ninachokifanya bwana nimeshindwa bwana. Sijui nifanyeje bwana. Si sawa. Yule mtoto hafikiri lile kosa, anafikiria ile aibu kwamba amezungumza mbele ya wale watu wazima kwamba yeye hafai. Kisha mwisho subconscious mind inamwambia wewe hufai. Anaamini yeye hafai. Kwa hiyo akifanya vituko, yeye kwa vile hafai. Ushaelewa? Kwa hivyo anayekojoa kitandani hakojoi kwa makusudi na inatakiwa tumsaidie. Umezungumza kuhusiana na conscious mind na subconscious mind. Huyu mtoto ambaye amekuwa katika mafaili yake amejaza vitu ambavyo ni negative tuseme. Amekuwa amefikia umri karibia wa kufikia kwenye upande wa baligh. Tunawezaje kuweza kuyafuta hayo mafaili yake au ndo tumeshaharibu? Nashukuru kwa sababu wataalamu wanatumia lugha hiyo kufuta mafaili. Inawezekana kabisa. Kwa sababu tabia subconscious mind kitu kinachokaririwa sana huingia kikaondosha kingine. Ndio tabia yake. Hivi mnajua kwamba advertisement kwenye za biashara siri yake kubwa ni hiyo. Kukariri kitu kila mara kinatangazwa. Kila saa unakiona inacheza na subconscious mind. Na si kila kinachotangazwa sana ni bora, bali kimeshinda kingine katika kutangazwa. Ndio ubora wake huo. Kuna vitu bora lakini havijatangazwa, kwa hivyo havinunuliwi wala havichukuliwi. Kwa hivyo namna ya kufuta mafaili, ukaweka mafaili mengi, ndio maana hata wataalamu wengine wana mtu akifikia mahali anatakiwa kutibiwa sasa, wanamtaka kariri maneno fulani, ninaweza. Yaani awe anayakariri yale maneno kwamba anataka atengeneze file liende kwenye subconscious mind. Moja katika namna ni hizo za kukariri. Kusema mimi siwezi bwana, unatengeneza hali ya kutokuweza kweli. Sijui kama tunaelewa. Mifano iko mingi, ukifikia wakati wake tutazungumza uielewe subconscious mind vizuri, lakini nakupa mfano mmoja tu. Kwamba kuna watu utafiti umefanyika mtu ambaye alipata tatizo akakatwa mguu. Kakatwa mguu. Anakaa wakati mwingine anahisi mguu unamwasha, anataka kuukuna, kumbe haupo. Kwa sababu ya subconscious mind. Ushaelewa? Sasa unaweza kufuta mafaili kwa kumuonyesha mtoto na kukariri mambo fulani yakajirudia mpaka yakaingia. Kule rudia. Sasa kama ni mtu mzima ana tatizo la kisaikolojia, mara nyingine wanamtreat kwamba asiahirishe mambo, asikubali kutamka kwamba hawezi. Awe anatamka kwamba anaweza mpaka ifute ile hali ya kwamba hawezi. Shaona. Sasa labda mwisho kabisa neno kutamka kwamba naweza
Nikichukulia mfano wa timu zetu za mpira, kwa mfano kama Simba, tuliona majuzi walikuwa na kauli mbiu ilikuwa nasemaje Joram? Tutavuka. Wamefanya, wamevuka. Sasa hivi wana kauli mbiu hatuishii hapa. Kutengeneza maneno kwa kutamka inaweza ika-apply katika ukweli? Ndio. Sana. Yaani ukikariri jambo kama unaliweza, ni rahisi sana kuliweza. Na ndio maana kuambia tukipata muda wa kusoma tafiti zilizozungumzwa, huwezi ukaamini. Kuna watu wameelezwa jambo na daktari, akaliingiza katika subconscious mind yake, lakini limeelezwa kinyume. Alipotibiwa, akapewa dawa ni opposite ya ile tatizo lake. Dawa ikatibu. Lakini kilichotibu sio dawa, ni subconscious mind yake. Nisaidie kitu kimoja kwangu mimi, ya mwisho kabisa. Mimi nilikuwa na tabia nikiumwa na kichwa naweza nikatibu kwa kusema siumwi. Yani nikaiondoa kabisa siumwi na kile kichwa kisiume tena. Lakini sasa hivi imepotea, siwezi tena. Huwezi hadi. Ni kweli inaweza katokea hivyo au kuna miujiza? Ni kweli, sio miujiza. Ni kweli kabisa. Kwa sababu kule kutamka unaweza kuna create energy ya kuweza. Na ni vitu ambavyo huwezi kuviona. Na kama mtaruhusu kipindi cha kesho nitoe mifano 2-3 ya matukio ya kihistoria yalofanyika, ambayo ni ya kisayansi, ya namna ambavyo subconscious mind inaweza ikaathiri. Ushaelewa? Sisemi kwamba kila utakachokisema kitakuwa kwamba mimi nataka kuwa tajiri basi ukawa tajiri tu hivi. Hapana, kila kitu kina sababu zake. Lakini nataka kusema kwamba kuna energy inayozalika inayokusukuma kulifanya lile jambo kwa kule kutamka tu. Na ina maana kwamba mtu anayeamini hawezi, siwezi ni kweli kufikia mahala akawa hawezi. Inamtengenezea hali fulani ya kushindwa kufanya. Kwa hiyo kila mara onyesha unaweza. Na hata mtoto muonyeshe unaweza. Mtoto yule, manake swali lilikuwa pale, muonyeshe kila mara unaweza. Uwezo wako ni mkubwa kuliko huu. Kweli ataweza. Akishajenga imani kwamba nitaweza kweli, lile likaingia katika kichwa chake, mzee kaniambia ninaweza, anaweza. Dr. tukushukuru sana. Kesho pia ni siku na mimi tutazungumza mengi zaidi. Mishemisha anafuata kwa niaba ya Bajay Flora, Joram Sumari, mimi naitwa Nkosonyo, nyuma ya kamera alikuwepo Linus Dennis.